zamani wa Kandui ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha DAP Kenya Wafula Munyinyi ameshtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kile alichokitaja kama kutumia mamlaka visivyo kwa kuendeleza unyanyasaji kwa wananchi. Badala yake ameitaka kutoa uongozi bora ili kuhakikisha kila Mkenya anapata haki yake ya kimsingi. But ile inafanyika saa hizi, mumesikia kijana ameshikwa hapa Msikoma. He was detained for 7 days without trial because he said, I am the fifth, I must go. Hiyo tu, he was detained for 7 days without trial. Mpaka ilibidi sisi tuenda kumtoa, tukashikana na human rights organizations wengine na chama ya DAP, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na mpaka tukatoa huyo kijana. Anaendelea na kesi saa hii lakini yako nje. Wengi wamedisappear. Wengi wamewawa. That is not what the people of Kenya fought for, particularly after the new constitution haikufaa mambo kama hii yaweze kurejelewa. Kwa upande mwingine, mbunge wa Kandui John Makali na mwakilishi wadi wa Tuti Marakaru ambaye pia ni kiongozi walio wengi katika bunge la kaunti ya Bungoma Joseph Nyongesa wameonyesha kidole cha lawama baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kufadhili na kupanga maandamano ya vijana wa GNC yaliyofanyika mwishoni mwa wiki jana, wakidai maandamano hayo hayakuwa sawa kisheria, badala yake yalifuruka biashara za watu binafsi na hata mali ya umma. Viongozi hao wameongea katika hafla ya kuchangisha fedha za kujenga kanisa Katoliki la Kibabii. Tunaomba ya kwamba serikali iweze kuwafidi wale ambao waliweza kufa, wale ambao wako hospitali kutokana na yale maandamano waweze kupata nafuu haraka. Lakini tunataka kuambia watu wetu, tafadhali, katika kutimiza haki zetu tusikuje tukaharibia watu wengine haki zao. Haki yako inaisha ukikanyaga kwa haki yako. Your right ends when you infringe on my rights. So much as we have a right to demonstrate, but you see, we must not take that advantage to infringe on the rights of others. Kwa sababu tuwezi endelea namna hii mpaka 2027. Kwa sababu hayo maandamano ambayo tulishuhudia haikuwa maandamano, ila ilikuwa ni ufunjaji wa sheria na kuharibia wengine biashara, na pia wenzetu ambao walikuwa wana champion haya mambo ya maandamano. Nyinyi pia ni wanadamu, ni viongozi na mna biashara za wenzetu zimeharibika, especially Chetalika na wengine. Viongozi hao wamewasuta baadhi ya viongozi kutoka mrengo wa upinzani kwa kuchochea maandamano ya vijana wa Gen Z, wakitakiwa kudumisha amani na kuepuka swala la kuchochea vijana hawa. Nikiripotia runinga ya Tandao kutoka Kibabii, mimi ni Alex Wekesa.